hakuna utawala wa haki katika dunia tulionayo sasa hivi. Haupo mpaka Yesu atakapokuja. Unajua watu wanazidi tu chocheo za hapa na pale za kuweza kuwafanya wengine waingie kwenye kuandamana na kadhalika, lakini haki ni ngumu kupata kwenye dunia ya sasa. Si tu ngumu, haiwezekani, kwa sababu nabii amekwisha kueleza. Wale wanaosoma Biblia, na kwa kweli hii hazina ipo kwenye Biblia. Qur'ani haina kitu kama hichi, ni Biblia pekee na peke yake. Kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Danieli kuna sanamu ambayo mfalme aliota. Kwenye ile sanamu tunakuja kuona ya kwamba chini katika miguu ya ile sanamu, katika viganja, kulikuwa ndipo ambapo kuna jiwe lilikuwa linakuja na kupiga pale kwenye viganja. Lakini kwenye vile viganja vilikuwa na nusu chuma na nusu udongo pale. Kwa nini? Kwa sababu kuna uwezekano wa watu kutaka kushikamanisha ili amani patikane, lakini haiwezi kupatikana. Ila amani itapatikana lini? Lile jiwe litakapopiga ile viganja. Na lile jiwe, maana jiwe kula pembeni kwa mujibu wa Efeso 2:20 ni Yesu Kristo. Ufalme utakaowekwa, utakaokuwa wa Kristo mwenyewe, ndio utakaoleta amani kwa watu wa Mungu. Onyo ni kwamba hebu watu katika siasa, watu wa kawaida na kadhalika, wasiweze kuweza kutoa sauti kudhani haki itapatikana. Wasiingie na kuliwa watu wanakufa wasio na hatia. Mimi ninawaza mtu aliyekuwa akiingia kwenye maandamano na bado alikuwa hajatengeneza ndani yake, maana yake amekufa pasipo kuwa na tumaini kwa kupigania haki ya ulimwengu huu. Namna ambavyo haki inapiganiwa, ukitazama tu unaona watu wana uchungu, ni kweli, na haki haipo, ni kweli, inatafutwa, lakini hakutakuwa na, na sivyo ni kuliwa pasipo kuwa na hatia. Nitasoma katika hii sura ya 2 ya kitabu cha Danieli uone vitu kidogo katika kuanzia mstari wa 35. Anasema hivi: ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea. Wakati wa haya upepo ukavipeperusha hata pasiwepo mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, ikaijaza dunia yote. Sasa hili jiwe linalotegemewa kuja ndio ambayo ni Yesu Kristo na utawala wake, na utawala wake hautakuwa na mwisho, lakini ukiwa na haki. Kitu ambacho watu wa Mungu wanabidi kuweza kuwa nacho ndani yao leo, kwa sababu wakati umekwisha, tuna wakati mchache sana tuliobaki nao, ni kuweza kuhakikisha ya kwamba wanapata uraia wa mbinguni. Kwenye kitabu cha Wafilipi kimetuhakikishia jambo hili, na hapo ndipo tunatakiwa tujihakikishie, tusije tukajikuta uraia wetu unapata changamoto. 3:20 Wafilipi imeandikwa: kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, ambaye ataubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Isoma katika tafsiri ya Kiingereza utakuja kwamba hii inavyosema wenyeji wetu huko mbinguni ni our citizenship huko mbinguni. Sasa ni kazi ya kwetu kuweza kuhakikisha tuna maintain uraia, tusije tukajikuta tunaukosa. Haki haiwezi patikana kwa asilimia inayohitajika. Na tu niweze kusema, kuna msemo unasema sio kila anayedai haki atafata itifaki akipewa bungu. Unaona, leo kuna wale wanaoonekana ya kwamba wanatetea haki na wanaweza kuwapatia watu haki, lakini ukweli ni kwamba hata wale mnaowaona wapo katika kupinga sasa, wanaitwa wapinzani, hata mtokee hata yule kwa ndoto au uhalisia wakapata kile wanachokitafuta, wakapata kiti wakakalia, ninataka kuwaambia bado
mtaweza kuingia barabarani, bado mtawapinga, bado itakuwa hivyo tu. Leo niwaonyeshe mfano. Mwalimu anaonekana ya kwamba ni mtu tegemeo sana katika nchi hii, lakini nawaambia kuna majaribu zaidi ya mawili yalifanyika kumtoa kwenye kiti. Ametawala takriban zaidi ya miaka 20, lakini wakati akiwa kwenye madaraka kuna watu walipinga na hapo alitaka kutolewa. Leo kila mtu anamuona, na kuna wale wanaojaribu kumweka Mwalimu katika utakatifu. Hicho kitu waache utani kabisa. Sasa hivi kuna huyu mwenda zake, watu wamesema vingi, leo wanampa heshima, lakini wakati akiwepo bado tena zilikuwepo vurugu, bado walikuwa kuna watu wanaandamana, bado walikuwepo. Hata leo atoke hapa huyu aliyekalia kiti leo, ndugu zangu, aweze kuwekwa mwingine ambao watu wanadhani atawapa haki. Akikaa hapo tu lazima watu wataamka tena. Kitu kikubwa ni nini? Watu waweze kuangalia uraia wao wa mbinguni, ili wasiweze kukosa huo, maana ndio uzima wa milele wanaotaka hapo. Dunia imezidi kuharibika na itazidi kuharibika hapa bado, na mtaona hapa bado ndio mambo yanaanza. Mungu akatusaidie na kututakasa katika hili. Wanaoingia katika barabara kwa ajili ya kudhani wanadai haki, hata wasioingia wanajaribiwa kuwa na upande fulani. Angalia tu wewe mwenyewe, unaweza ukajikuta haukuingia katika hichi kipindi kilichopita, haukuingia barabarani, lakini wakati huo ukidhani ndani ya dhamiri yako, ukisema waandamani tu huyu atoke kwenye kiti. Unaona, wakati huo kuna watu wanakufa. Kwa hivyo hata wewe ukiwa ndani bado umeandamana nao, maana moyo wako umeambatana na wao. Inawezekana kuna wewe ulikuwa ndani yako bado unawaza ya kwamba hawa watu vipi, bora dola ichukue nafasi vizuri iwadhibiti hawa watu, na inapochukua kudhibiti watu wanauliwa wasio na hatia. Kuona jikuta kwenye kuuliwa kwa watu wasio na hatia una mchango na wewe, maana moyo wako uko na wao. Hiyo ndio hatari iliyopo hapo. Lakini kitu kinachotakiwa ni nini? Watu waingie kwenye maombi wakati huu. Tuwaombee watu, kwa sababu wengi watapagawa na mapepo, wengi watakuwa na hali ambayo, ndugu zangu, watakuwa na wale ambao wanapagawa na hizi nguvu za mwovu watakuja kujikuta ya kwamba wanaathiri hata ambao hawakuingia katika hizi. Kwa hivyo ninawaomba sana watu wa Mungu, kwanza wasiingie katika barabara. Kuna mambo mengi ya kufanya, lakini vile vile wakati hatuna, ni wakati wa kujiweka tayari kumlaki Bwana. Kuna wengine walipigwa wakiwa ndani, kuna wengine walikuwa tu wanaenda sokoni. Kuna kijana hata baba yake anatoa ushuhuda katika redio, anasema alikuwa tu ameenda kwa ajili ya kwenda dukani na hapo akakutwa na risasi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hali iko mbaya sana. Kinachotakiwa ni nini? Watu waweze kujiangalia uraia wao upo mbinguni. Je, wanaweza kumaintain bado kuendelea kuwa nao? Na kama sivyo, tuko katika hatari.